ukuaji wa sekta hii hautakuwa na maana kama wadau wanaohusika katika uwekezaji kwenye sekta hii, wakiwemo wasanii wenyewe na wawekezaji wanaowekeza kwenye miundombinu, watakuwa wanadhulumiwa haki zao ama wanaibiwa kazi zao. Sasa tumekutana kwenye kongamano hili ili kwanza tuangalie mifumo yetu mbalimbali ya namna ambavyo tunaweza kusimamia kazi za sanaa, tuangalie utamaduni unaotumika kutumia kazi za sanaa ni kwa kiasi gani una manufaa kwa wasanii na wawekezaji waliokuja kuwekeza kwenye eneo hili, lakini pia tuone ni maeneo gani yametoa mianya ya uharamia kufanyika. Uharamia wa kazi za sanaa ni kosa kwa mujibu wa sheria. Bahati mbaya umeendelea kutokea licha ya jitihada ambazo zimefanyika. Kwa serikali, kwa kushirikiana na wadau, tumeona tukutane leo kwanza tupitie upya mazingira yetu ya kazi na namna ambavyo tunakabiliana na changamoto hii, na tukubaliane namna gani tutafanya kututoa kwenye eneo hili. Sasa haya ya mtu usijua anaandika picha kwa hisani ya nani, au mtu mwingine anachukua anaamua kuklopwa na anaepuka zile watermarks za mwenye maudhui yake na nini, haya yote ni sehemu tu ya kumdhoofisha msanii. Lakini ningependa kuchukua nafasi hii kuwaomba Watanzania na wadau wote wanaotumia au wanaohusika kwenye kazi za sanaa za Watanzania, tushirikiane kulinda haki za wasanii wetu. Tushirikiane kulinda uwekezaji uliofanywa na wadau wetu katika sanaa. Nataka kuambia Watanzania, tukiendelea na mtindo wa kufanya uharamia kwenye kazi za sanaa, hatutakuwa na muda mrefu wasanii wetu wote watapotea, kwa sababu hawatakuwa na uwezo wa kumudu gharama za kuendeleza na kufanya kazi za sanaa. Tukiendelea kufanya uharamia kwenye kazi za sanaa, uwekezaji tunaouona utaondoka. Hatutakuwa na DSTV, hatutakuwa na Azam, hatutakuwa na Zuku, hatutakuwa na mtu yeyote anayetoa huduma, na wasanii wetu watakosa majukwaa ya kuendeleza kazi zao za sanaa na kuziuza kazi zao za sanaa ndani na nje ya nchi. Leo hii msanii amefanya kazi yake ya sanaa kwa miaka 50, miaka 30, miaka 40. Anaumwa, anakosa hata hela ya kwenda kutibiwa, lakini kazi zake zinatumika. Kwa nini inatokea hivyo? Ni kwa sababu kuna uharamia wa kazi za sanaa. Kwa serikali itafanyia kazi maoni yote na mapendekezo yote yatakayotolewa kupitia kwenye kongamano hili, na niwaombe Watanzania, tutakapokuwa tunachukua hatua tushirikiane. Wakati wa nyuma ilikuwa ni rahisi, mtu atatumia link, wataangalia mpira ambao unakuta labda DSTV ana haki ya kurusha EPL, lakini sisi unakuta kwenye simu tuna link ambayo tunaangalia bure. Lakini sasa ni namna gani ambapo tunaenda kufunga zile link ili mtu aweze kununua au kulipia aweze kuona mpira, badala ya kupata zile tovuti haramu au zile link ambazo ni haramu, sio halali, za kuangalia mpira. Lakini tuna kazi nyingine ambazo tunajua wasanii wanatengeneza, lakini watu wengi wanazishare, wanatuma kwa watu wengine na kupata yale maudhui bila yule msanii kunufaika na kazi yake. Kwa hiyo pia tutasimamia katika upande huo kuhakikisha kwamba kazi zinazosambazwa ni halali, lakini pia mwenye kazi yake naye ananufaika na ile kazi ambayo ameitengeneza. Kwa hiyo kupitia kongamano hili tutapata uelewa pamoja, wale watumiaji lakini na wale wanaotengeneza maudhui, kuhakikisha namna gani tutapambana na uharamia. Sio kazi ya KOSOTA peke yake, lakini na msanii mmoja na wale wote wanaotumia zile kazi, kuhakikisha tunashirikiana na kupambana na uharamia. Kwa majina naitwa ni Kamishna Msaidizi wa Polisi Joshua Mwangasa. Mimi ni mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa makosa mtandao, Makao Makuu ya Jeshi la Polisi. Kama Jeshi la Polisi, jukumu letu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunaliweka anga la kimtandao linakuwa salama sana. Kwa hiyo ni sehemu ya jinai. Ukiangalia sheria ya mwaka 2015, sheria yetu ya makosa mtandao, kile kifungu namba 24 kimeelezea kabisa kwamba ni kosa la kijinai kuweza kudukua au kudurufu haki miliki za wasanii. Kwa hiyo of course tunaweka mikakati mikubwa na tunafanya operation nyingi, na kesi nyingi ziko polisi imeripotiwa na zinafanyia uchunguzi. Tunaibiwa kazi nyingi sana kwenye WhatsApp, lakini pia watu wanaposti kwenye mitandao yao. Nachoomba tu serikali izidishe hizo kesi ambazo polisi wanatuambia wanazo, waanze kuzipeleka mahakamani na zifike mwisho. Wanamuziki wetu wanaumwa, wagonjwa,
kwa haki zao ambazo zinatumika. Kila baa ukienda wimbo wa Fanta unapigwa, ukienda baa hii wimbo fulani unapigwa. Kwa hiyo sasa tunachoomba kwamba wazifikishe kesi zetu mwisho. Tunashukuru sana KOSOTA, tunashukuru wizara, wao wana utayari, lakini wao sio polisi, wao sio mahakama. Kuona vyombo vingine navyo vitusaidie. Msiba wetu ni mkubwa, tuko Watanzania wengi sana. Watanzania milioni 1 tu wakinunua kazi kwa shilingi 5,000, msanii anapata bilioni 5. Sasa katika milioni 60, 65 ambao tuko katika nchi hii, milioni 1 tu wanunue, watatuondoa kwenye umaskini. Waandishi, mtupelekee kilio chetu. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.